Sheria zetu lazima ziambatane na maadili. Na ndio maana tunasema kuwa mambo kama ushoga hayakubaliki katika jamii yetu kwa sababu ni kinyume cha maadili. Na kwa hiyo hata sheria zetu zinasema hivyo. Tanzania imesimama imara kupinga shinikizo kubwa kutoka mataifa ya magharibi kuhusu haki za watu wa LGBTIQ. Hali ambayo imezua mvutano wa kiutamaduni, huku mijadala kuhusu uhuru wa kujitawala na maadili ikiongezeka barani Afrika. Swali kuu linaibuka, ni nani hasa anaamua jamii kuishi kwa namna gani? Kwa Umoja wa Ulaya EU, jibu ni wazi: haki za binadamu ni ulimwengu mzima, na usawa wa watu wa LGBTIQ ni haki inayopaswa kuheshimiwa kila mahali. Lakini kwa Tanzania, kupitia Chama cha Mapinduzi CCM ambacho ni chama tawala na wananchi wengi, majibu yanapatikana katika misingi ya mila, desturi na maadili yaliyorithiwa kizazi hadi kizazi. Mnamo Januari 2025, idara ya utafiti ya Bunge la Ulaya, European Parliamentary Research Service, ilithibitisha upya dhamira ya EU ya kulinda haki zinazohusiana na mwelekeo wa kijinsia na utambulisho wa kijinsia kote duniani. Hata hivyo, ripoti hiyo ilionyesha mikanganyiko wa kimkakati, marejeleo ya moja kwa moja kuhusu haki za LGBTIQ mara nyingi huachwa katika makubaliano na nchi za Afrika ili kuepuka athari za kisiasa. Lakini wakosoaji nchini Tanzania wanaona hatua hii kama ushahidi wa ajenda fiche, ambapo wakidai kuwa Ulaya inajaribu kusukuma mageuzi haya kwa njia zisizo za moja kwa moja kupitia mashirika yasiyo ya kiserikali, yani non-governmental organization. Badala ya kufanya mazungumzo ya wazi, wanadai kuwa njia hiyo itaziba macho kwa changamoto za msingi kama elimu, afya na maendeleo ya jamii. Mimi humu nimeshatoa msimamo kwamba chifu wa Kikuria hawezi kuolewa. Nilipoona walichoandika watu wa Ulaya, kama hoja yao ni kwamba wasilete maji, tutakunywa maji hata ya visima. Lakini habari ya ushoga, habari ya kusagana waendelee wao, si tusonge mbele. Serikali ya Tanzania haijabaki kimya. Rais Samia Suluhu Hassan katika hotuba yake ya Mei 2024 alipokuwa akizindua sera mpya ya mambo ya nje, aliwaonya wanaharakati wa mashirika ya nje dhidi ya kuingilia mambo ya ndani ya nchi, akisisitiza kuwa ni wajibu wa Watanzania kulinda utambulisho wa maadili ya taifa lao. Tuna mila, desturi zetu za Kitanzania. Ya nje yale tunayoletewa haya tupeleki vizuri. Amesema mlezi, kuna wimbi hilo limeingia sasa hivi. Mimi niwaombe sana sana wanangu, muwe mabalozi wa wenzenu. Walindeni wenzenu. Hii haki inayosemwa haki ya binadamu, hizi haki zina mipaka yake. Kila pahali kuna mila na desturi zake. Tusilazimishwe mambo ambayo sio mila na desturi zetu, tukataka kuletewa kama mila na desturi zetu na tuyaone ya kawaida. Haiwezekani. Tuna haki nyingi za kulinda. Tuna haki ya kuhakikisha unaishi, haki ya kupata elimu, haki ya kutibiwa, haki ya kupata umeme, ufanye kazi zako vizuri, upate maji safi na salama, utembee, useme, ufanye. Haki yote hayo tunayatoa. Yote tunayatoa. Haya mahaki mengine, tafadhalini walindeni wadogo zenu. Hata hivyo, mashirika ya kiraia yameonyesha wasiwasi kuhusu kupungua kwa uhuru wa kiraia na ongezeko la vitendo vya unyanyasaji dhidi ya wanaharakati, hasa wale wanaojihusisha na masuala ya haki ya makundi yaliyoko pembezoni. Serikali imekanusha madai hayo, ikisisitiza kuwa taarifa hizo ni za upendeleo na zina lengo la kuharibu taswira ya Tanzania na kuvuruga amani yake ya muda mrefu. Mjadala kuhusu maadili umeenea katika kila ngazi ya jamii. Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalumu, Dr. Dorothy Gwajima, ameonya kuhusu mmomonyoko wa maadili, akisisitiza kuwa kulinda maadili ni jukumu la moja linalohusisha familia, taasisi za dini, vyombo vya habari na serikali. Kwa hiyo nyinyi kama taasisi mnayo kazi kubwa ya kuimarika na kuimarishwa, ili pia mtusaidie kuacha maadili, kuacha mawaidha mema yawe kumbukumbu kwa kizazi kinachokuja, kinachozeka, ambacho dunia sasa inakabiliwa na tatizo moja la mmomonyoko wa maadili. Tukienda hivyo na mmomonyoko wa maadili wa vizazi vinavyokuja mpaka wafikie uzeeni, tutakuwa na wazee wa ajabu. Kwa mtazamo wa Kitanzania,
Familia haimaanishi wazazi na watoto pekee. La hasha, inajumuisha ukoo mzima, ndugu wa karibu na jamii pana inayochukuliwa kama nguzo muhimu ya mshikamano na uridhishwaji wa maadili. Kudhoofika kwa mafungamano hayo kunachukuliwa kama tishio linaloweza kuruhusu ushawishi wa kigeni kupenya katika jamii. Waziri Mkuu Kassim Majaliwa naye amesisitiza msingi wa taifa, akielezea kuwa Tanzania imejengwa juu ya amani, uzalendo na uadilifu wa maadili, nguzo ambazo anaziona kama ni muhimu kwa usalama wa taifa na maendeleo endelevu. Nimepewa nafasi kuendelea kutoa rai kwa wananchi, wazazi, hasa viongozi wa dini, kuhakikisha kwamba tunatumia fursa yetu ya kuwa mbele ya macho ya jamii kuendelea kuwakumbusha umuhimu wa kila mmoja kuelimisha watoto wetu, kusimamia menendo ya watoto wetu na kuhakikisha makuzi ya watoto wetu yanaendana na maadili ya taifa hili kwa mujibu wa mila, desturi, lakini pia na utamaduni wetu. Hili ni jambo muhimu sana kwa sababu linamjenga mtoto huyu kutoka umri mdogo mpaka anapokuwa, na ndio msingi uliojengwa kwenye taifa hili. Tunaweza kuwa tunasahau wajibu wetu, na tumie nafasi kukumbusha wajibu wetu. Mjadala huu pia unageuka kuwa suala la kisiasa. Wakati CCM ikiendelea kushikilia msimamo wake, baadhi ya viongozi wa upinzani wamekuwa wakivalia njuga, wengine wakitaka sheria kali zaidi dhidi ya ushoga. Hii imefanya hoja ya maadili na haki za kijinsia kuwa uwanja wa kisiasa unaunganisha pande zote za kisiasa nchini. Tanzania si kisiwa katika mjadala huu. Msimamo wake unaendana na ule wa mataifa mengi ya Afrika wanayopinga na kile wanachokiona kama ukoloni wa kitamaduni kutoka magharibi. Kwa viongozi wengi wa Afrika, hoja ya uhuru wa kitaifa ina uzito mkubwa zaidi kuliko ahadi za ujumuishi kutoka Ulaya. CCM inaona mafanikio ya kudumisha amani na utulivu kama ushahidi wa nguvu ya maadili ya asili. Hatimaye viongozi wa Tanzania wanasema wazi, haki ya kuamua namna jamii inavyoishi ni ya Watanzania wenyewe. Kauli ya Rais Samia, wito wa Dr. Gwajima kuhusu maadili ya kifamilia na msisitizo wa Waziri Mkuu Majaliwa kuhusu uadilifu wa kitaifa, vyote vinaungana katika ujumbe mmoja: maadili ni sehemu ya uhuru wa kitaifa. Lakini kwa Umoja wa Ulaya, haki za binadamu ni za ulimwengu mzima. Kwa Tanzania, haki hizo ni za muktadha zidi ya mizizi katika mila, utamaduni na maadili ya kijamii. Na hivyo swali hili linaendelea kuzungumzwa katika vyumba vya serikali, nyumba za ibada na mikutano ya kijamii. Nani kwa hakika anaamua jinsi jamii zinavyopaswa kuishi? Hii ni ripoti ya Media Wire Express, habari fupi mahiri kwa Afrika. Mimi ni Joseph Isangura.